Ni pigo kubwa kwa Rais William Ruto baada ya mahakama kumgeuka na kutetemesha ikulu kwa kutuma ujumbe mbaya, jambo ambalo limesababisha Ruto kuwa matatani. Ni kipi hiki ambacho kinaendelea? Vile unavyotazama kwa skrini yako, kulingana na gazeti la Kenyans.co.ke, wameweza kuchapisha habari na kusema ya kwamba High Court declares Ruto cabinet unconstitutional, orders fresh team within 120 days. Yaani kumaanisha mahakama kuu imeweza kumtangazia Rais William Ruto kwamba baraza lake la mawaziri ni kinyume na sheria na kutoa siku 120, kumaanisha ni miezi 4, kuhakikisha ya kwamba Ruto amebadilisha baraza lake la mawaziri ili kuafikia kile ambacho kimeandikwa kwa katiba. Kwa kanda hii nitakueleza kosa ni lipi kwa Rais William Ruto. Namba 2, nitakueleza baraza la mawaziri ambalo liliundwa na Rais William Ruto liko na makosa gani? Wanaume ni wangapi ambao ni mawaziri, na akina mama ni wangapi ambao wako mawaziri, na katiba inasema nini, na ni kwa nini mahakama imesema baraza la Ruto ni kinyume na sheria. Lakini kabla ni kueleze hayo yote, na shukuru wote ambao mnatazama hii kana mahali popote mlipo, mzidi kubarikiwa. Kwa heshima na taadhima na kuomba tu unapoendelea kutazama hii kanda utukabidhi like. Kuna alama ya kidole hapa chini mwa kanda, bonyeza hiyo alama ya kidole kama njia moja ya kutukabidhi like, na ikiwa hauja subscribe naomba tukaweze kusubscribe. Karibu tuzame kwa undani. Katika taifa la Kenya tuko na katiba ambayo tunaitumia. Sasa kuna kesi ambayo iliweza kufikishwa katika mahakama kuhusiana na mambo haya yote na kudaiwa kwamba Ruto ameenda kinyume na vile katiba ya Kenya inasema yenyewe. Wale ambao waliweza kuungana na kufika katika mahakama ili kumshitaki ama kuishitaki serikali ya Rais William Ruto, miongoni mwao ni mashirika mbalimbali ya kutetea haki za binadamu wakiongozwa na Katiba Institute, Center for Rights Education na Transparency International na World March of Women Kenya, ambao waliweza kujiweka pamoja na kufika katika mahakama na kumshitaki Rais William Ruto na serikali yake kwa kutofuata kile ambacho kimeandikwa katika katiba ya Kenya wakati anawateua mawaziri ambao watakuwa mawaziri katika serikali yake. Sasa mahakama imeweza kutoa uamuzi na kuagiza Ruto kuhakikisha kwamba amebadilisha baraza lake la mawaziri. Sasa 2/3 gender rule imeafikiwa. Kwa nini Ruto amepokezwa habari hizi mbaya? Wakati tunaangalia baraza la mawaziri la Rais William Ruto sasa hivi, watu ambao ni mawaziri wako 22, lakini wale ambao ni akina mama ni wachache ikilinganishwa na wanaume. Wanaume wako 10 na ngapi hapa? Wako 16 na akina mama wako 6, kumaanisha 2/3 gender rule haijafikiwa. Soipan Tuya ambaye ni waziri wa defense ni mmoja, Alice Wahome ambaye ni wa ardhi, Rebecca Miano ambaye ni wa tourism, Deborah Barasa ambaye ni wa environment ama mazingira, Beatrice Moe ni wa EAC,
na Hannah Cheptumo ambaye ni wa culture. Sasa ni 6 peke yake ambao wako kama kina mama katika baraza la mawaziri. 16 wote ni wanaume. Kumaanisha wakati tunaangalia kwa baraza la mawaziri wote 22, inamaanisha ya kwamba sasa swali ambalo tunajiuliza, does the cabinet meet what we call the 2/3 gender rule? Hapana. Kwa nini? Hii asilimia ni 27.3. Kumaanisha we have a short of 2. Ruto anastahili kuondoa wanaume wawili ili aongeze akina mama wawili ili kuafikia 2/3 gender rule kulingana na sheria na katiba iliyopitishwa na Wakenya mwaka 2010. Sasa kuna swali ambalo tunajiuliza, je, inawezekana Rais William Ruto kuondoa wanaume wawili ili aweka kina mama wawili ili kuwafikia kile ambacho ameagizwa na mahakama? Utatijazia wewe mwenyewe. Sasa anaenda kuitikia wito wa mahakama. Unajua kuna siku mahakama iliweza kusitisha ujenzi wa kituo cha karantini kule Laikipia, lakini niliona serikali inaendelea tu. Sasa hili wanaenda kutii kweli? Ni swali ambalo hatuna jibu. Ama kuna kaukweli mahali fulani. Kwa miaka hii 4 yote mahakama hii ama mahakama za Kenya hazijaona kuna makosa kwa baraza la mawaziri. Sasa hivi ndio wanaona, na tumepakisha mwaka mmoja ili uchaguzi ukaweze kuandaliwa humu nchini. Ama kuna mtu fulani mahali fulani anataka hili litumike ili mawaziri wawili waondoka ambao ni wanaume, akina mama ambao wako na kura katika maeneo mbalimbali humu nchini wajazwe ili kusaidia mtu fulani kushinda uchaguzi wa 2027. Lakini kumbukwe kuna wakati Ruto yeye mwenyewe alisema katika baraza lake la mawaziri atahakikisha ya kwamba ametimiza na kuafikia mambo yameandikwa kwa katiba. Tusikize what he said. Actually he promised 50% ya cabinet iwe ya kina mama. Tusikize. We also have a special charter with women which we have signed, and we have agreed that 50% of the Kenya Kwanza cabinet will be the women of the Republic of Kenya. Sauti hiyo ni ya Rais William Ruto. Kufikia hapo, mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo katika uchanganuzi wa masuala ya kisiasa. Tukutane katika kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye. Lakini ikiwa hauja subscribe, naomba tukaweze kusubscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kila wakati. Kwaheri kwa sasa, ladies and gentlemen.